kathiru, wametamani na kupenda wengi katika mayahudi na manasara, mayahudi na wakristo. Lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara, lau wakutoeni wakurudisheni baada ya nyinyi kuwa waumini muishi hali ya kuwa ni makafiri. Hasadan min indi anfusihim, wamefanya hivyo hali ya kuwa ni husda, wamehusudu khairi yenu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, Allah nasa baada ya kubainikiwa na haki, waliusoma wakautazama Uislamu kuona hii ni dini ya kweli, dini inawafikiana na akili na maumbile. Hakuna funzo lolote ukiliweka mbele yako lende kinyume na maumbile na akili ya mwanadamu, hakuna. Walipoona hivyo wakatumia mbinu nyingi ili wawatoeni katika hii khairi. Ndugu zanguni, tutakuwa turudi katika dini, turudi katika dini. Hadithi niliyoitaja ya biashara ya Aina nitamalizia nayo khutba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ikiwa mtafanya biashara ya Aina wa akhadtum athnab albaqri, na mkashika mikia ya ng'ombe, kwa maana ya kilimo, sababu wanaolima kwa kutumia wanyama unamshika mkiani ili ende upate atembee ili lile jembe lilime nyuma, mkaridhika na kilimo. Na wanasema ahlul ilmi haina maana kwamba si halali au ni jambo baya mtu akashughulika na biashara na kilimo na mambo mengineyo, lakini Mtume sallam mbele akasema wataraktumul jihada, mkaacha jihad katika dini ya Allah. Hii dini ya Allah yatakiwa ipiganiwe kwa njia za kisheria za kuipigania na kuisogeza dini ya Allah mbele, ambao bwana mtume alianza nazo katika mji wa Makka. Mtume aliishi Makka miaka 13, hajapigana jihadi ya upanga. Wajahidhum bihi jihadan kabira, ni Qur'an, pigana nao wao jihadi ya Qur'an, bihi ay bil Qur'an, jihadan kabira, jihadi kubwa kabisa. Bwana mtume alifundisha Uislamu katika mji wa Makka. Bwana mtume akampeleka Mus'ab katika mji wa Madina, akamwambia nenda kawafundisha watu dini. Kabla mtume hajahama kuna Madina, alimpeleka sahaba Mus'ab, kazi yake kwenda kuwafundisha watu dini. Mji wa Madina wote ukapata nuru ya dini, wakawa tayari kumpokea Rasul alayhi salatu wassalam. Elimu ilifanya kazi kubwa. Elimu ndio sababu ya kusimama daula, serikali ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala hakukuwa na sio kwa maana alikwenda kufundisha watu physics kule, wala chemistry, wala biology, wala zoo mechanics. Walipokuja wali watu katika bai'atul aqaba, bwana mtume akamwambia nenda fa'allimhum dinahum, nenda kuwafundisha dini yao. Na wakati huo hakuna swala iliyofardishwa, ilikuwa dini ipi, elimu gani? Ni imani, tauhidi, kumjua Allah, kujua Uislamu na khairi yake. Akaenda akafundisha. Serikali ikasimama ya mji wa Madina, serikali ya bwana mtume ikasimama katika mji wa Madina kwa sababu ya taalimu ya dini. Nyinyi leo mnadharau dini, mnadharau kusoma dini, mnadharau kusomesha dini watoto wenu. Tumekuwa na maadui sasa kwenye majumba, kwenye mitaa, tuna maadui wengi kwenye mitandao, sababu watu ni wajinga wa dini. Haiwezi ikapatikana khairi bila ya dini, na dini haiwezekani bila ya ilmu. Ndio maana bwana mtume akasema yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yoyote anotakiwa khairi na Allah, khairi ya dunia na khairi ya akhirah. Khairan ni nakra fi siyaqi sharti, inafidisha umum. Khairi zote Allah ameziweka katika kusoma dini. Watu hawataka kusoma dini. Tujue Uislamu wetu, tuijue khairi hii ili tuifuate, kwa sababu izza yetu, heshima yetu Waislamu ipo katika dini. Mtahangaika sana. Yaani kuna watu wanaona mafanikio yao watapata kwa kushusha tanga na kupandisha tanga. Wewe shusha matanga 100, pandisha 100. Madamu wewe ni Muislamu, izza yako ipo katika dini. Izza yako haipo katika kupandisha tanga na kushusha tanga. Izza yako haipo katika demokrasia. Izza yako haipo katika almania. Izza yako haipo katika hadhara ya kimagharibi na utamaduni wa kimagharibi. Huko hakuna izza. Izza ni katika Uislamu. Ndugu zangu, tuwasomeshe watu dini, tusomeshe watu dini. Wanaofanya kazi ya taalimu wafanye kazi kikweli. Khairi ya dunia
imefungwa katika ilmu an-nafi' wal 'amal salih, na kila mmoja ataulizwa maswali matatu au kwa jumla manne yaum al-qiyama. Kila mmoja ataulizwa umri wake, ataulizwa ujana wake, ataulizwa ilmu yake ameifanyia kazi vipi. Sasa kama wewe kwanza hiyo elimu huna, una swali la kwa nini hukusoma? Elimu yake ataulizwa, wa an ilmihi madha amila bih, ataulizwa elimu yake kaifanyia kazi. Sasa wewe hukusoma, kwa kwanza utaulizwa kwa nini hukusoma. Wallahi utaulizwa katika swali linalofuata, mtu ataulizwa mali yake, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali kaichumia wapi, vyanzo vyako vya mali kuchuma, na umeitoa kwenye jambo gani. Utaulizwa yaum al-qiyama kabla hujanyanyua mguu wako. Jiandae mbele ya Allah tabarak wa taala. Hii dini inahitaji rijali, wanaume wenye mali wa kweli watakaotolea. Inahitaji rijali, mashekhe na maulama na maduati watakaolingania watu na kuwarudisha watu katika dini. Hii dini inahitaji rijalun la tulhihim tijaratun. Al-aya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.